Rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa Israel kufuatia shambulio lake dhidi ya eneo la gesi la South Pars nchini Iran, akionya kuwa hatua hiyo imechochea mvutano hatari katika ukanda wa Ghuba. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa Truth Social, amesema Israel ilishambulia kwa nguvu eneo hilo kutokana na hasira ya matukio yanayoendelea Mashariki ya Kati, akibainisha kuwa sehemu ndogo tu ya kituo hicho iliharibiwa. Alisisitiza kuwa Marekani haikuwa na taarifa yoyote kabla ya shambulio hilo, na akafafanua kuwa Qatar haikuhusika kwa namna yoyote. Marekani haikujua chochote kuhusu shambulio hili na Qatar haikuhusika kabisa, alisema Trump. Kwa mujibu wa Trump, Iran ilijibu tukio hilo bila kuelewa kikamilifu hali halisi na hivyo kulenga miundombinu ya gesi ya LNG ya Qatar. Kwa bahati mbaya, Iran haikujua ukweli wote na ilishambulia kwa njia isiyo ya haki sehemu ya miundombinu ya gesi ya Qatar, aliongeza. Trump alisema Israel haitafanya mashambulizi zaidi dhidi ya South Pars isipokuwa kama Iran itaamua bila hekima kuishambulia Qatar. Katika hali hiyo, alionya kuwa Marekani itachukua hatua kali iwapo Iran itaishambulia tena Qatar. Marekani, ikiwa pamoja au bila msaada wa Israel, itajibu kwa nguvu kubwa ambayo Iran haijawahi kuona, alisema, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kujumuisha uharibifu mkubwa katika eneo la South Pars. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hatamani kufikia kiwango hicho cha uharibifu kutokana na athari zake za muda mrefu. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zimeendelea ambapo Amiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alifanya mazungumzo kwa simu na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kujadili hali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya Amiri Diwan, viongozi hao walieleza kuwa shambulio dhidi ya Ras Laffan Industrial City, kituo kikuu cha gesi cha Qatar, ni ongezeko hatari la mvutano linalotishia usalama wa kanda na nishati duniani. Macron alisisitiza umuhimu wa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia, hasa sekta ya nishati na maji, pamoja na kulinda raia. Amir wa Qatar naye alionya kuwa mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu yanaweza kudhoofisha uthabiti wa kikanda na kimataifa, na akataka juhudi za haraka za kidiplomasia kupunguza mvutano. Wizara ya mambo ya ndani ya Qatar ilithibitisha kuwa moto uliosababishwa na mashambulizi katika Ras Laffan umedhibitiwa kikamilifu bila kuripotiwa majeruhi. Kampuni ya Qatar Energy ilisema kulikuwa na moto mkubwa na uharibifu mkubwa katika eneo hilo, lakini wafanyakazi wote walikuwa wameondolewa salama kabla ya shambulio. Ras Laffan ni kituo kikubwa zaidi cha uzalishaji wa gesi ya LNG duniani, huku Qatar ikizalisha takriban 20% ya gesi hiyo duniani. Wachambuzi wanaonya kuwa uharibifu mkubwa unaweza kuathiri soko la nishati duniani kwa miezi au hata